So kabla hujaanza kujijudge, mimi mbona na weusi, mimi mbona nina hii, angalia genetics zako ambayo unarithi kutoka kwa wazazi wako, kutoka kwenye ukoo wako, inaweza ikapelekea ukawa na weusi katika sehemu hizo. What's up guys, karibuni tena kwenye channel yangu. Mimi naitwa Dija na huwa natoa elimu mbalimbali kuhusu urembo hapa YouTube. So kama wewe ni mpenzi wa urembo, usisahau kubonyeza subscribe button hapo chini ili uweze kuwa karibu na elimu mbalimbali ambazo huwa natoa hapa mara kwa mara. So kila siku wapenzi tunaongelea kuhusu kutoa weusi sehemu za siri, kwa bibi, makwapani, kwenye makalio, katikati ya mapaja, na pia huwa nawapa suluhisho au products nzuri kwa ajili ya kutumia, lakini mara nyingi huwa hatuongelei sababu zinazoweza kusababisha au kupelekea wewe kuweza kupata weusi wa namna hii. Na pia kuna suluhisho ambalo halihusishi product. Yaani sio lazima kila ukipata weusi au kila ukipata hiyo discoloration katika sehemu zako za siri uwe unatumia products. Kuna suluhisho nyingine nyingi sana ambayo unaweza kufanya mwenyewe binafsi na ikakusaidia kuona matokeo mazuri zaidi hata kama hautumii product. So leo nitaongelea sababu ambazo zinapelekea kupata weusi na pia suluhisho ambalo unaweza kufanya mwenyewe binafsi ili uweze kuondokana na weusi huu. Sababu ya kwanza wapenzi, na sababu kubwa sana, ni mabadiliko ya hormone katika mwili wako. Kwa sababu hormones zenyewe ndo zinakuwa responsible kwa ajili ya kuweka rangi katika ngozi yako. Uwe mweupe, uwe mweusi, uwe maji ya kunde, kinachofanya tuone ile rangi katika ngozi yako ni hormones zako. So hormones zinapokuwa katika mabadiliko mbalimbali zinaweza kupelekea uweze kuona sehemu fulani ni peusi kuliko sehemu nyingine ya mwili wako. Na mabadiliko haya ya hormone wapenzi yanaweza kutokea katika kipindi chochote cha maisha cha binadamu. Kama vile mtu akiwa mjamzito, tunaona kabisa mtu anakuwa na mabadiliko mbalimbali katika hormone na anapata weusi sehemu mbalimbali, kama vile kwenye shingo, anaweza kupata weusi katika makwapa, katikati ya mapaja, na kwa bibi pia. Hii inakuwa ni kawaida kabisa. Na pia kwa yote ambayo anakuwa sio mjamzito lakini anapata mabadiliko ya hormone, ni vizuri ukaweza kumuona daktari wako ili akuelekeze kama mabadiliko haya ni salama, na kama ni salama uweze kujua ni njia gani ambayo unaweza kutumia uweze kubalance hormones zako na uweze kuondokana na discoloration na pia discomfort mbalimbali ambazo unakuwa unazipata. Na sababu ya pili wapenzi ni friction and irritation, au msuguano na muwasho ambao unapata katika ngozi yako. So msuguano katika ngozi unatokea katika hali mbalimbali. Kwenye everyday activities ambazo tunazifanya katika siku inaweza kapelekea msuguano katika ngozi yako. Kwa mfano, kama wewe activities zako za kila siku au shughuli zako za kila siku zinakuhitaji uwe unatembea kwa muda mrefu au hata kukimbia, katika ngozi yako au katika mwili wako inakuwa inatokea msuguano wa muda mrefu, na huu unaweza kupelekea discoloration au weusi katika sehemu hiyo ambayo inatokea msuguano. Msuguano huu unaweza kuwa sehemu yoyote. Mara nyingi inakuwa ni katikati ya mapaja kwa sababu ndio sehemu ambayo mtu anatumia miguu yake kutembea, or inaweza ikawa katikati ya makwapa kwa sababu ya msuguano wa aina hii. Na sababu kuu ya tatu wapenzi ni genetics au maumbile yako ya asili. Unajua kila mtu ana asili yake. Kuna wengine asili yao ni aina fulani na kuna wengine asili yao ni aina fulani. Kwa hiyo asili yako wewe ambayo unarithi kutoka kwa wazazi wako, kutoka kwenye ukoo wako, inaweza ikapelekea ukawa na weusi katika sehemu hizo. So kabla hujaanza kujijudge, mimi mbona na weusi, mimi mbona nina hii, angalia genetics zako. Na sababu ya mwisho wapenzi ni umri. Umri wako unaweza ukawa ni sababu kubwa kabisa ya kuchangia wewe kupata weusi. Kwa sababu umri wa mtu unapozidi kutembea, umri unapozidi kuwa mkubwa, mwili wako unakuwa na mabadiliko mbalimbali, na mabadiliko haya yanafanya ushindwe kustahimili vitu mbalimbali kama vipodozi, jua na factors nyingine nyingi ambapo pia inaweza kupelekea ukapata weusi. So kama Waswahili wanavyosema wapenzi, kinga ni bora kuliko tiba. And since nimeshakupa hizi factors zote ambazo zinaweza kusababisha ukapata weusi, unaweza kujaribu kujikinga na weusi kwa kuziepuka factors hizo. Lakini kama tayari una weusi wapenzi, suluhisho ziko aina tofauti tofauti. Na mimi kama kawaida nawaletea suluhisho la mafuta na sabuni kutoka hapa Miela. Mafuta yetu ni mazuri sana na yatakusaidia wewe ambaye unasumbuliwa na weusi katika sehemu za siri, katika makwapa, katikati ya mapaja na popote ambapo unaona kuna weusi ambao hauhitaji.
Pia kuna huduma ya waxing ambayo itakusaidia kuondoa nywele kuanzia kwenye mizizi, na hii itasaidia usipate vipele baada ya kunyoa. Kama tunavyojua wengi wetu tukinyoa na shaver au wembe tunapata vipele mbalimbali katika sehemu hiyo ambayo tunanyoa. So unapofanya waxing itakusaidia usipate vipele na uwe na ngozi smooth na nzuri kabisa. Huduma hii ya waxing haina maumivu kabisa, ni huduma salama na anaweza kufanya mtu yoyote yule. Na kama una discoloration ya mwili, yani ngozi yako kuanzia juu mpaka chini kwenye unyayo haina uwiano, yani ngozi yako hapa mweusi, hapa mweupe, hapa mweusi, hapa mweupe, tuna huduma ya full body scrub ambayo itakusaidia wewe kuweza kuwa na muonekano mzuri na ngozi ambayo ina uwiano katika rangi. So unaweza ukawa unapaka mafuta expensive sana, unaweza ukawa unatumia vitu expensive sana, lakini kama haufanyi exfoliation au body scrub mara kwa mara, mafuta hayo yatakuwa hayakusaidii kitu chochote na bado utakuwa una ngozi mbaya. So karibu sana Miela uweze kufanya full body scrub na huduma zingine mbalimbali kwa ajili ya kuweka ngozi yako vizuri kabisa. Hayo tu kwa leo wapenzi, asanteni sana kwa kuangalia video hii. Tukutane katika video zijazo.